So asante ndugu yangu Kesho kwa sababu ya mchango huo ambao umeweza kutuelekeza vizuri. So katika siku ya Jumatatu ningependa kusema kwamba inaongea kuhusu mchakato wa uvuvio. The process of inspiration kwa lugha nyingine. So ningependa kusema kwamba kwa sababu Mungu hutumia lugha kama chombo cha mawasiliano kufunua mapenzi yake kwa wanadamu. So unaona kwamba Mungu alitumia njia hii ili kwamba aweze kufunua mapenzi yake kwa wanadamu. So alikuwa jambo tu bure pale, lakini ilikuwa na lengo fulani kwamba mapenzi yake yaweze kujulikana, mapenzi yake yaweze kudhihirishwa kwa vizazi vyote. So alikuwa jambo ambalo ni bure. So bado kama tulivyokwisha kuona, Biblia ni matokeo ya ufunuo wa kweli. So Biblia, wapendwa, ni matokeo ya ufunuo wa kweli. So tulivyoambiwa ama kuja pale tulipoanza pale, tuliona kwamba maandiko kweli yaliweza kuandikwa na watumishi wake Mungu, na aliongoza katika uandishi ni Mungu mwenyewe. So iko na matokeo mazuri, iko na matokeo ya ufunuo. So iliweza kufunuliwa kwa wanadamu wote ili kwamba tuweze kuelewa na tuweze kukubali kwamba ni ufunuo wa kweli. So ilikuwa tu ni sehemu ya utangulizi. So pia si kila kitabu si kila kitu katika Biblia kilifunuliwa moja kwa moja au kwa nguvu isiyo ya kawaida. Unaona kwamba hata kando na kuandikwa Biblia, tunaposoma kitabu cha Yoshua, hebu msomaji utufunulie kitabu cha Yoshua 10:13. Yoshua 10:13 tunaona kwamba si kwa kuandika peke yake ambaye Mungu aliweza kutoa ufunuo wake, lakini tunaona pia katika mambo mengine Mungu aliweza kuchukua nafasi hii ili kwamba aweze kuonekana hata zaidi ya maandiko. Hebu tusome kitabu cha Yoshua 10:13 tuweze. Neno la Mungu linasema, ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Amen. Unaona kwamba hapa ni baada sasa ya wana wa Israeli kupata ushindi. Unaona kwamba Mungu hapa anaonekana sasa. Walipoomba jambo likafanyika. Unaona pale jua likisimama, mwezi ukasimama, ni baada ya ombi fulani. So Mungu pia alijionyesha katika njia tofauti tofauti. Kando na kuandika maandiko pia aliweza kujionyesha katika njia tofauti tofauti. Kama vile tumeweza kusomewa pale katika kitabu hiki cha Yoshua 10:13. Na hata hivyo maandiko yote yamevuviwa. So naambiwa kufupi kwamba maandiko yote hayakuja tu, yaliweza kuandikwa na pumzi ya Mwenyezi Mungu. So hayakuja bure, bali yaliweza kuandikwa na pumzi ya Mwenyezi Mungu. Biblia humwashiria Mungu kama mwandishi wake, ingawa iliandikwa kwa mkono wa wanadamu. So Biblia, wapendwa, inaleta picha nzuri ama inaleta picha sahihi ya Mwenyezi Mungu. Licha kwamba mwanadamu ndiye aliyeandika maandiko, lakini inatupatia picha kamili ya Mwenyezi Mungu. So licha kwamba hata kama wanadamu ndio waliandika kitabu hiki, lakini inatupatia picha kamilifu kwamba Mungu ndiye aliyeandika. So kweli tunapata kwamba licha kwamba mkono wa wanadamu ndio uliandika, lakini mwandishi mkuu kama tulivyoangalia katika sehemu ya kwanza, mwandishi mkuu wapendwa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. So na sehemu nyingine tunasema kweli tulifunuliwa, zilizofunuliwa zimetolewa kwa pumzi ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Timotheo wa pili 3:16, unapata kwamba msomaji anaposimama napata kwamba mambo haya yote zilifunuliwa na zikatolewa kwa pumzi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, na bado zinaelezwa kwa maneno ya wanadamu. So Biblia hii inaelezwa pia katika lugha nzuri
inaenda katika lugha soft sana, ili kwamba mwanadamu aweze kuelewa. Licha kwamba aliyeandika mkuu ni Mwenyezi Mungu, lakini naleta katika lugha nzuri, lugha rahisi, ili tuweze kuweza kuelewa. Msomaji karibu. 2 Timothy 3:16 linasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kwa kuwabadilisha katika haki. Amen. Unaona kwamba neno hili liko na pumzi, na pumzi hiyo ndilo litakaoleta badiliko katika maisha yetu. So maandiko wapendwa ni pumzi ya Mungu. Kwa ufupi tu, maandiko ni pumzi ya Mungu, kama vile tumeweza kusomewa pale, na imeletwa kwa sababu ya mwanadamu, wewe na mimi, ili tunaposoma tuweze kupata badiliko la maisha yetu na tuweze kuitwa wana wa Mungu. So kwa nafasi hiyo ningeweza kupeleka pia katika siku ya Tuesday ama Jumanne, ambayo inasema kwamba neno la Mungu lililoandikwa. Neno la Mungu lililoandikwa. Tunataka tufungue kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 27. Kutoka 34 mstari wa 27. Kwa ufupi, ili tuweze kuendelea. Linasema, Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Amen. Unaona kwamba wapendwa, neno hili liliweza kuandikwa na manabii. Unaona kwamba Musa pia aliweza kupata nafasi ya kuweza kuandika maandiko. Tunaambiwa kwamba aliandika katika Torati ya wakati ule, na tunaambiwa kwamba aliandika maneno haya kwa kuwa mimi nimemfanya agano nawe. So wapendwa, maandiko haya yanaleta ili kwamba tuweze kuwa connected tena, tuweze kuleta tena pamoja na Mwenyezi Mungu, tuweze kuagana na yeye tunaposoma maandiko haya. So hayakuandikwa tu bure wapendwa. Tunapata kujua kwamba Mungu anasema na aliumba lugha nyingi katika dunia hii. So Mungu ambaye aliumba lugha hizi na akatumba sisi, aliweza kufanya njia yote ambayo mwenyewe angeweza ili kwamba maandiko haya yaweze kuandika katika kila lugha. So mpendwa ambao unaniona kwa wakati huu, uko na nafasi ya kusoma Biblia kwa lugha yoyote, kwa sababu imeandikwa katika lugha yote ambayo iliwezekana kuandikwa. Ni tukaambiwa kwamba katika utangulizi kwamba zaidi ya watu 95% wanasoma maandiko haya katika lugha zao. So mpendwa, uko na nafasi ya kuweza kufungua maandiko na uweze kusoma hata katika lugha yako ambayo unaweza kuielewa. So unapata pia katika Yeremia 3 mstari wa 2. Pia Mungu aliweza kumwambia andika. Hebu tusome pale kwa ufupi. Yeremia 3:30 mstari wa 2. Msomaji karibu. Yeremia 30:2. Inasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno haya yote niliyokuambia. Amina. Tumepata kujua wapendwa kwamba hata pia Yeremia aliambiwa kwamba aweze kuandika. So hakuanzia tu pale kuweza kuandika maandiko haya, aliweza kuelezwa na Mwenyezi Mungu. So Yeremia aliweza kuelezwa, ndiposa akasema kwamba Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, uyaandike kitabuni mambo haya. So wapendwa, maandiko yaliweza kunakiliwa kupitia kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Aliyeongoza mchakato mzima ni Mwenyezi Mungu wapendwa. So maandiko yote ambayo katika Biblia hii aliyeanzisha na alileta mwelekeo ni Mwenyezi Mungu. So kitabu cha mwisho ni Yohana. Karibu msomaji, kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 11 na uende 19. 11 inasema, ikasema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Akayapeleka kwa hayo makanisa 7, Efeso na Smirna na Bergamo na Tiatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia. 19 inasema, basi uyaandike mambo hayo,
uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Amina. So napata pale mtumishi wa Mungu Yohana pia anaambiwa andika. So Yohana katika kitabu cha Revelation ama kitabu cha Ufunuo ni mambo ambayo Mungu aliweza kumwelekeza yeye mwenyewe kwamba basi yale ambayo umeweza kuyaona uweze kuyanakili katika maandiko. Na unaona kwamba Yohana anaandika mambo haya. Na anaambiwa kwamba aweze kuandika mambo ya sasa na yaliyopita na yale ambayo yako mbele. So unaona kwamba Yohana anaelekezwa vizuri kabisa mpaka anaweza kuandika maandiko. So yona kitabu cha Revelation ama kitabu cha Ufunuo ni yale ambayo Yohana mwenyewe aliweza kuyaona. So aliweza kuandika tangu alipoambiwa aanze kuandika. So hakuanza mwenyewe wapendwa. Yohana aliweza kuongozwa na Mungu mwenyewe kwamba aweze kuandika. Na ni kwa nini Mungu aliagiza kwamba ufunuo wa na jumbe wake walio uishwa viandikwe? Unaona kwamba jawabu ni la wazi ni kwamba ili tusiweze kuyasahau kwa urahisi. So wapendwa, jambo kuu hapa ama sababu kuu ya kuweza kuandika maandiko wapendwa, ili kwamba tusije tukasahau maagizo ya Mwenyezi Mungu. So maandiko haya yaliweza kuandikwa ili tusome tukirudia kila wakati. Naambia hapo chini kwamba inashinda maandiko ya mdomo kwa mdomo. Naambia kwamba hayo hayatasaidia. Lakini katika maandiko utasoma leo, usome kesho, usome mwaka ujao, na hata vizazi vijavyo na vile ambavyo viliweza kupita viweze kusoma maandiko haya. So ilikuwa ni kusudi kwamba maandiko yaweze kuandikwa ili kwamba tuweze kusoma kila wakati. Ili kwamba viweze kutusaidia katika hali yetu ya kutukumbusha jinsi ya kuweza kukaa na jinsi ya kuweza kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So ilikuwa tu kwa ufupi ya kwamba mwisho naweza kuzungumza na idadi ndogo. Yaani unapata kwamba kama tungekosa kuwa na maandiko haya, mtu angeweza kuongea na watu wachache. Lakini maandiko wapendwa yanasomwa na kila mmoja. Dunia nzima inasoma maandiko haya. Ndipo Mungu akaambia Yohana kwamba kwa sasa andika. So aliandika kwa kusudi moja kwamba ili kila mmoja aweze kusoma. Nashukuru kwa nafasi hiyo tunapomaliza katika sehemu ya Wednesday. Kuhusu usambamba uliopo kati ya Kristo na maandiko. So kuna uhusiano gani kati ya Kristo na maandiko wapendwa? Natupatia tu wazo nzuri pale kwamba je, kuna uhusiano gani kati ya Kristo na maandiko? Kuna usambamba kati ya neno la Mungu aliyefanyika mwili, yaani Yesu Kristo, na neno la Mungu lililoandikwa, yaani maandiko, kama vile Yesu alivyochukuliwa mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu na bado akazaliwa na mwanamke. Ndio kwamba wapendwa, tunapoelewa kwamba neno tunaposoma kitabu cha Yohana, naona kwamba Yohana 1:14 unapata kwamba Yesu alikuweko. Na hapa anakuja mpaka anabadilika, mpaka anakuja katika hali ya mwanadamu. So tunaona kwamba kuna usambamba kati ya maandiko na Yesu Kristo hapa. Unapoangalia jambo hilo kwamba Yesu alikuwa neno na baadaye akaja akawa mwanadamu, ndiposa akazaliwa katika kupitia kwa Maria na Roho Mtakatifu. So alichukuliwa mimba na Roho Mtakatifu na baadaye akazaliwa na mwanamke, na kupitia hayo yote akawa mwanadamu na akaishi katika maisha ya kawaida kama mwanadamu yeyote. Tunaambiwa kwamba yeye ndiye mkombozi pekee wa watu wote. So Yesu huyu ambaye alikuwa ni neno na akabadilika akawa mwili, ndio mkombozi wa watu wote. Yeye ndio mkombozi wa kila kizazi. Alishuka chini hadi kiwango cha wanadamu. Hali ya ubinadamu wa Yesu alionyesha dalili zake za udhaifu wa wanadamu. Hali ya ubinadamu wa Yesu iliweza kuonekana katika kila hali. Aliweza kukaa kama mwanadamu wa kawaida. Akaweza kuonyesha sehemu ya udhaifu ya mwanadamu, na yeye akaishi bila dhambi. Unaona kwamba Yesu katika wakati wake wote aliweza kuishi bila dhambi. Na akaweza tunaambiwa kwamba hali ya binadamu wa Yesu alionyesha dalili zote. Yaani aliishi kama mwanadamu, alipozaliwa akaishi kama mtoto, akaishi kama vijana,
na hata dakika moja hakuingia katika dhambi. So alipitia yote ambayo mwanadamu kwa wakati huu aliweza kupitia. So tukaambiwa kwamba kulikuwa na uhusiano kati ya maandiko na Kristo mwenyewe. So kuna uhusiano kati ya Mungu na Kristo. Biblia ni muungano wa kipekee wa uungu na ubinadamu usioweza kutenganishwa. So wapendwa, unapoamini Yesu pia amini katika maandiko, kwa sababu unaambia kwamba iko na uhusiano usiotenganishwa na yeyote. So amini kwamba unapoamini Mwenyezi Mungu, unapoamini Kristo, pia amini katika maandiko. Je, ni nini itakaye kutenga? Ni nini ni nini ambaye itakuja kutenganisha kati ya maandiko na Kristo? Hapa tumeambiwa kwamba hakuna kitakacho kukutenganisha. Hakuna kitakacho kutenganisha wewe na Kristo mwenyewe. Biblia ikawa ukweli wake uliotoka na Mungu kwa lugha ya mwanadamu. Inadhihirisha muungano wa uungu na binadamu. So Yesu alipokuja mara ya pili, wapendwa, alipokuwa pale msalabani, akaweza kuturejesha tena, akatupatanisha tena na mbingu ama uungu. So wapendwa, kuna umoja ama kuna usembamba kati ya mwanadamu na maandiko. Kati ya Kristo na maandiko. So ningependa pia kumkaribisha ndugu kesho ili aweze kuchangia tu kwa ufupi sehemu hii ya Jumatano kwa ufupi sana ili tuweze kumaliza sehemu hii. Karibu kesho. Basi mtazamaji na msikilizaji, tunaendelea kuchunguza na kupekua maandiko matakatifu jinsi ndugu wetu Lima ametufunza. Na jambo ndugu zangu ambayo imekusa moyo wangu ni kwamba kumbe Biblia hili tunapoisoma tumeambiwa kwamba kuna vitabu 66. Na Biblia inapokuwa na vitabu 66 kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Na katika siku ya Jumatatu, mchakato wa uvuvio, kuna jinsi Yoshua na Luka wanaweza kuongea pamoja kuonyesha kwamba unaposoma kitabu hili Biblia takatifu la Mwenyezi Mungu, usome vitabu vyote kwa Biblia, kwamba usome Agano Jipya na Agano la Kale ili uweze kupata mwelekeo. Kwa maana mwandishi ametuambia kwamba tunaposoma andiko takatifu la Mwenyezi Mungu ni kwamba tuweze kufahamu uungu wa mbingu. Na unapotazama kuangalia mbali wa uungu wa mbingu ni kwamba ili utakapochunguza na kuangalia maandiko utaelewa. Msikilizaji, ni kwamba wakati mwingi watu wanajiuliza kwamba hii Biblia imetoka upande gani na hii Biblia inasaidia kwa njia gani. Mpaka wengi wanakataa kutumia kitabu hili kwa kusema kwamba kitabu hili ni najisi ama kitabu hili ni potofu. Lakini mimi nakuambia kwamba na kuhakikisha siku leo ya kwamba Biblia hili kitabu cha Mungu ni kitabu ambaye kimeleta tumaini. Hebu msomaji tusaidie tuangalie kitabu ya Yoshua 10:13 na Luka 1:3 ili tuweze kuangalia kwamba unaposoma Biblia hili usisome tu Biblia hili sehemu moja, soma vitabu vyote. Yoshua 10:13 ili tuweze kuangalia kwa undani jinsi Mungu anavyohitaji tusome Biblia hili. Kwa maana watu wengi wameweza kupotoka kwa kusoma maandiko matakatifu. Labda wengine wanasoma tu Agano Jipya peke yake, wanasema Agano la Kale limepita, hatutasoma. Lakini mwandishi wa lesoni amesema kwamba ni ufuvio kwamba Biblia, ikiwa Biblia nzima tuisome yote tuweze kuelewa. Kitabu cha Yoshua 10:13 inasema, ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia. Hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jibatiliza juu ya adui zao. Tunaangalia Yoshua pale anaongea juu ya kupambana na maadui. Kwamba ndugu zangu, tunaposoma Biblia tunapambana na adui ambaye ni yule mwovu Shetani. Kitabu cha Luka 1:1-3 natuambia nini? Kuweza kusikiliza ujumbe wake. Inasema hivi, kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia
wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu. Asante sana msomaji, kwamba mtumishi wa Mungu pale Luka anajaribu kutuambia kwamba Biblia iliweza kumsaidia Luka kuweza kuelewa jinsi na kina Paulo, kina Yoshua walipokaa katika Biblia, kina Ibrahimu walipoenda kwayo wakawa watu ambaye walikuwa wakamilifu. Hapo mbele nilikuwa nimesema kwamba watu wote wangependa kwamba kila mtu hawe ni mtu ambaye anapendeza, mtu ambaye anatenda matendo mazuri. Na tunapoangalia ndugu zangu, tukifuatilia jinsi Luka amesema kwamba anawaambia Timotheo, anaambia Theofilo kwamba wakati alipokuwa amesoma maandiko matakatifu mambo ya kina Ibrahimu, jinsi mwanzo ulivyoumbwa. Unajua ndugu zangu, wakati mwingi kuna jambo ambaye huwa linafurahisha sana. Ninapoangalia asili ya inji, huwa najiuliza maswali mengi kwamba haya vitu yalitokea kwa njia gani. Hata mimi mwenyewe huwa nashangaa nikiwa mwanadamu nilitokea kwa njia gani. Lakini ninaposoma Biblia nikajua kwamba mimi niliumbwa na Mwenyezi Mungu, wanadamu waliumbwa na Mwenyezi Mungu. Kuna jambo ndugu zangu ama dada yangu ningependa tusome pale, uelewe pale kwamba unaposoma Biblia takatifu ni kwamba wewe mwenyewe ujisomee Biblia. Najua kwamba wakati wa sasa tunamoishi sasa, watu saisi mambo ya makanisa tumesema kwamba wamefunga, watu wako katika karantini ya kukaa nyumbani kwao. Lakini jambo kuu nisema kwamba hebu kama wewe baba ama wewe mama ununue Biblia usome na watoto wako uweze kupata tumaini. Kwa maana saisi inji sote wanalia kwamba tutapata wapi uponyaji. Lakini mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, ninaposoma maandiko matakatifu najua kwamba mimi si yatima, niko na baba. Na huyu baba wetu ataweza kupigania nami magonjwa haya ambayo yanasumbua ulimwengu. Hivyo ndugu yangu, nakuletea tumaini kwamba licha kwamba wakati mwingi umekataa kitabu hili takatifu la Mwenyezi Mungu, lakini ni wakati wa sasa ununue kitabu hili, uwe naye nyumbani kwako, ujisomee mwenyewe pamoja na familia yako, uweze kuwafariji familia yako, na jinsi watoto wanapokuwa na hofu, jinsi ya hii magonjwa yametokea, jinsi serikali wanapokuwa na hofu. Mimi nawapatia tumaini kwamba tukienenda kwa Mwenyezi Mungu, tusome Biblia mtakatifu, tutakuwa waaminifu na Mungu wetu atatusamea dhambi zetu. Hivyo ndugu yangu na dada yangu, ni kwamba Biblia hili Mungu anajaribu kutuambia tena katika sehemu la neno la Mungu lililoandikwa. Ni kwamba Mungu anasema na aliyeumba lugha ya wanadamu hawakuwezesha watu walioteuliwa kuwasilisha kweli za Mungu. Zilifunuliwa na mawazo ya Mungu yaliyohusishwa kwa njia ya kuaminika na isiyobadilika. Ndipo ndugu zangu, unaposoma Biblia hili ni kwamba mambo yote ambayo Mungu alituambia ni kwamba Mungu alituandikia kitabu hili takatifu Biblia kama barua ambayo unaandikia mwenzako kwamba njoo nyumbani kwetu, mpaka unapatia kwa ramani, unachorea akuje mpaka kwenu. Hii ndio Biblia tena inatuelekeza jinsi Mungu wetu alituumba, na inatuelekeza tuelekee kwa Mungu wetu ambaye ni muumbaji. Hivyo unaposoma Biblia itakufunza jinsi Mungu alivyokuumba, na atakapokufunza jinsi Mungu alivyokuumba ni kwamba utajua kwamba wakati kuna shida utamkimbilia nani. Hivyo ndugu yangu na dada yangu, ni kwamba tumkimbilie Mungu huyu. Tunaposoma maandiko matakatifu tuchunguze tabia ya Mwenyezi Mungu, nawe ujijue mwenyewe jinsi Mungu alivyokuumba. Uangalie dunia. Huwa nina wazo kusema kwamba msomaji mmoja akasema kwamba ukishindwa kusoma Biblia, hebu ujifunze na mambo ya asili. Ujiulize kwamba nyota za mbinguni zinakaa kwa njia gani na nani alizipanga. Angalia vile miti zinakuwa, vile fiko na viti miche na jinsi zinavyomea. Ujiulize kwamba wakati mtu unaomea, unamea kwa njia gani. Hivyo utakapojifunza jambo kama hilo, utapata kufahamu kwamba kuna muumbaji. Na muumbaji huyu sasa inatupatia, Biblia inatupatia kwamba ni kitabu cha kipekee ambaye inafunua siri hili ambaye mwanadamu anastahili kutembea nayo kwayo kila wakati. Angalia ndugu zangu, nasema kwamba kuna usambamba kati ya neno la Mungu aliyefanyika mwili. Angalia ndugu zangu, Mungu huyu ambaye tunaabudu naambia kwamba alifanyika kwa mwili. Kwa njia gani? Yesu Kristo ambaye alisulubiwa msalabani alikuja na uungu wa mbingu, akakuja na kusoma maandiko matakatifu, akatembea na kina Petro, kina Paulo wakisambaza injili, ukweli wa Mungu, jinsi mwanadamu anastahili akae.
Hivyo tukasema kwamba mwanadamu yote atakayekuwa mkamilifu ni yule anakaa pajoni mwa Mwenyezi Mungu, mwenye anasoma maandiko matakatifu, mwenye anatembea na Mungu siku zote, na kitabu hili ni kitabu cha kipekee ambaye inaleta tumaini. Hivyo nasema kwamba Mungu awasaidie, awaongoze, na unaposoma Biblia, jambo la kwanza uchukue maombi, uombe kwanza Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze, usisome kama vitabu vingine. Mungu akuongoze, atuongoze kwa kila hali. Asanteni. So nashukuru kwa ongezo hilo ambalo ndugu mmeweza kutuelekeza. Nashukuru. Tunapomalizia sehemu hiyo, tunaambiwa kwamba Biblia ni muungano wa pekee. So Biblia ilikuwa ni muungano wa kipekee sana. Ilikuwa ni muungano wa kipekee wa uungu na ubinadamu. So kwa ufupi tu, Biblia hii ndio iliyotuunganisha kwa njia ya kipekee sana kati ya mwanadamu na mbingu, ama kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Na pia tunaambiwa kwamba inadhihirisha muungano wa uungu na wanadamu. So ilitupatia kwamba wazo ama uwazi ya kwamba hakika tuliunganishwa na Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo alipo kufa pale msalabani, licha ya kwamba tulikuwa tumekataliwa kabisa, lakini baada ya kifo cha Kristo tukaweza kuunganishwa tena. So hii ilikuwa tu sehemu ya Jumatano, na unapojisomea tu kitabu cha Yohana 1:14, unapojisomea hiyo utaweza kuelewa zaidi, na ni muungano wa aina hiyo uliopatikana tu katika asili ya Kristo aliyekuwa mwana wa Mungu na mwana wa mwanadamu. Ndio tukaambiwa kwamba Kristo alikuwa ni asili 100% mwanadamu na akawa asili 100% Mungu. So katika hali hiyo tuliweza kuunganishwa na Mwenyezi Mungu. Tunapoelewa tunapoelekea katika sasa summary yetu ya siku ya leo, tukaambiwa kwamba tunapoingia katika summary tunaambiwa kwamba ndiposa ni ukweli kwa Biblia kama ilivyokuwa kwa Kristo, kwamba neno ilifanyika mwili ikakaa kwetu. Tunavyoelewa hivyo kwamba Kristo alifanyika mwili akakaa kwetu hadi pelekwa pale msalabani na akafa kwa sababu ya dhambi zetu. So tunataka tuelekee katika sehemu ya mwisho ambayo ni summary part of mafundisho yetu ya wiki hii. So kuelewa Biblia kwa imani. Wapendwa, sasa maandiko haya sasa kuyaelewa kwa imani, inafaa tukue na imani. Tunaposoma kitabu cha Waebrania 11:3, hebu na msomaji aweze kusomea pale tunapomalizia sehemu hii, 3 na 6. Waebrania 11:3 na uruke uende 6. Mstari wa 3 inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amina. Wapenda, tumeangalia sasa katika sehemu hii ya kuweza kuwa na imani, kuelewa Biblia kwa imani. Sio jambo rahisi. Ni kwamba hata unapoangalia katika hali ya uumbaji, tunaamini ya kwamba Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. So katika imani hiyo hiyo ndio Mungu angependa tuweze kuishi hivyo, ya kwamba tuweze kuamini. Mkristo wa sasa ambaye anaishi kwa sasa, ambaye anaona mambo haya yote yakitendeka, ambaye anajua mbingu iko juu na ardhi iko chini, inafaa awe na imani kwamba aliyeumba kila mbingu na nchi ni Mwenyezi Mungu. Kwa imani, wapendwa. Na tunaambia kwamba lakini pasipo na imani hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kumaanisha Mwenyezi Mungu angependezwa na imani yetu. Mwenyezi Mungu angeweza kupendezwa na jinsi tunavyomwamini.
angeweza kupendezwa na jinsi tunavyoamini kwamba Yesu alishuka na akakaa katika wanadamu na akafa dunia hii, na baada ya siku 3 aliweza kufufuka. So Mungu anaamini ya kwamba Mungu angependa tuweze kuamini hivyo kama vile aliweza kuandika. Kwa ujumla ama kwa ufupi ni kwamba Mungu angeweza Mungu anapenda tuweze kuamini maandiko. Mungu angependa tuweze kuamini katika maandiko. So tunaambiwa kwamba waandishi waliuviwa, walinena na kuandika kadri walivyoongozwa na Roho Mtakatifu. Inamaanisha kwamba hakuna aliyeandika maandiko haya kivyake. Waliweza kuongozwa 100% ama waliweza kuongozwa 100% na Roho Mtakatifu. So hakuna yeyote ambaye aliweza kuandika maandiko haya kwa mamlaka yake yeye mwenyewe. Jambo lingine, waandishi katika neno hili Mungu aliwapa wanadamu maarifa yanayostahili kwa wokovu. So wapendwa, tumepatiwa maarifa, na maarifa ni kusoma maandiko wapendwa. Maarifa ya kusoma maandiko ndiyo Mungu aliweza kutupa sisi, ili tunaposoma maandiko tunapata wokovu. So kumaanisha kwamba maandiko haya wapendwa, tunaposoma kwa usahihi na tuweze kuyatekeleza jinsi ambavyo inavyosema, kwa kweli tutapata wokovu. Kwa kweli utapata wokovu wapendwa, bila kukanyaga nje, bila kutoa mambo mengine nje kuweza kuyaingiza ndani. Maandiko matakatifu ni ufunuo mkuu wenye mamlaka, mfunuzi dhahiri wa mafundisho na kumbukumbu za matendo ya Mungu. So wapendwa, Biblia hii nzima inatupatia picha na inatupatia matendo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu pia angependa tuweze kuishi kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe angeweza kupendezwa naye. Kumaanisha kwamba Mungu pia angefurahi sana kama tungekuwa na imani. Mungu angefurahia sana kama angetuona sisi Wakristo ambao tunaishi kwa wakati huu tuweze kuamini ya kwamba Mungu anayefanya mambo haya yote ni yule aliye mbinguni, yule ambaye aliweza kuumba mbingu na nchi, ambaye anatupatia uwezo wa kuweza kuongea hata kwa wakati huu, ambaye anatupatia hata bado nafasi ya kuweza kuhubiri, nafasi ya kuweza kumwabudu. Ni Mungu aliye juu. So tunapatiwa kwa ufupi kwamba Mungu anapenda tuweze kumwamini na tuweze kuwa na imani katika dunia ya sasa. Mungu aweze kuwabariki ninapomaliza na tunapojiandaa kwa sababu ya lesson inayokuja ya wiki ijayo. Ningependa tuweze kuwa wasomaji, tuweze kusoma Biblia kwa ujumla, ili tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu kwetu sisi ni aina gani. So Mungu anatupenda sisi zote, na angependa mimi na wewe kama mtazamaji, ili tuweze kumrejelea na tuweze kufunua andiko baada ya andiko, kama tulivyoambiwa katika utangulizi kwamba kufafanua maandiko. Kufafanua maandiko wapendwa, ningependa kusema kwamba inahitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kufafanua vizuri na tuweze kuyatekeleza jinsi ilivyoandikwa. Na tumejua kwamba aliyeandika maandiko haya ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio aliyekuwa mwandishi mkuu, licha ya kwamba mkono wa mwanadamu ndio uliweza kuandika maandiko haya, lakini kwa imani tunaamini kwamba mwandishi ni Mungu mwenyewe. Mungu aweze kuwabariki. Ningependa tuweze kuomba kwa sababu ya kumaliza. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, asante kwa nafasi hii ambao umeweza kutupa tena ili tuweze kujifunza lesoni ya kwata hii. Baba, ni mwanzo tu, na najua kwamba unapotuelekeza ndani utatuelimisha, na wewe mwenyewe ndio utakuwa mwalimu wetu. Baba, utuongoze, utuelekeze, uwe mwenyekiti katika kila kikao ambacho tutakuwa tunajifunza jambo hili. Baba, kwa wakati huu sasa, naomba Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi tunapoendelea katika vipindi vingine, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu.